Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network. Na huu ni mwaka mwingine, mwaka 2026. Na hili ni somo la kwanza kabisa katika lesoni yetu mpya ya robo ya kwanza ya mwaka 2026, ambayo ina kichwa kinachosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Hicho ndicho kichwa cha lesoni yetu katika miezi hii mitatu, mwezi wa kwanza, wa pili na watatu. Na tutaangalia vizuri kabisa namna ambavyo Paulo anafanya kazi katika maeneo ya Wafilipi na maeneo ya Wakolosai. Na tukianza na somo la kwanza kabisa, somo la kwanza ambalo lina kichwa kinachosema twaudhiwa bali hatuachi. Hichi ndicho kichwa cha somo. Twaudhiwa bali hatuachwi. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa wasaa huu ambao umetupatia wa sisi kujifunza neno lako. Fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha tena katika mwaka huu wa 2026. Tunaamini utakuwa pamoja nasi na utatuongoza kuanzia mwanzo hadi mwisho, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Naam, juma hili tunaangalia kwa undani kabisa kwamba tunawezaje kuudhiwa lakini tusiachwe. Na tukiangalia kichwa cha somo letu kinasema twaudhiwa bali hatuachwi. Kwa haraka haraka inaonyesha kuna mtu ambaye anapitia changamoto, na hii changamoto ambayo anapitia ni kukerwa au kuudhiwa au kuteswa na watu fulani au jamii fulani inayomzunguka, lakini ana imani ya kwamba au ameshuhudia ya kwamba kuna nguvu fulani au kuna watu fulani au kuna mtu fulani au kuna namna fulani ambayo inaendelea kumpatia tumaini ya kwamba hayupo peke yake. Hicho ndicho kichwa chetu cha somo letu hili la kwanza kabisa. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 4. Nitasoma kwa kutumia Kiswahili cha kisasa. Imeandikwa, furahini katika Bwana siku zote, tena nitasema furahini. Ukiangalia Biblia zingine zimesema furahini katika Bwana siku zote, tena ninasema furahini. Hili fungu ndilo linalohusianishwa vizuri kabisa na ukiangalia kichwa cha somo letu ambalo linasema twaudhiwa lakini hatuachwi, kwamba tutaudhiwa, tutateswa katika dunia. Biblia inatuambia duniani au ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwamba tutateseka, tutaumizwa, tutapotezewa tumaini letu, au tutapotezewa amani yetu, tutapotezewa furaha yetu, lakini hatutakiwi kuogopa. Tunaambiwa furahini siku zote katika Bwana, kwamba ukiwa na Bwana siku zote utafurahi. Hata katika changamoto kuna furaha. Kwa hiyo furahini siku zote, tena ninasema furahini. Juma hili tunaanza kwa kumwangalia Paulo, na tunamwona Paulo akianza huduma yake, na huduma yake inaanza kwa kuandika barua mbili maarufu sana kwa Wakolosai, lakini pia kwa Wafilipi. Na Paulo katika kufanya hivi tunaona anadhihirisha vizuri namna ambavyo mtu ambaye anaanza kazi au mtumishi au mwinjilisti ambaye amejitoa kikamilifu katika kuanza kazi na kufanya kazi ya Mungu anaweza kusimama katika kupeleka ujumbe katika maeneo mapya kabisa. Na kwa kweli tunamwona Paulo anavyoingia kwa nguvu na kwa kasi ambayo inadhihirisha kabisa huyu mtu alikuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Katika waraka hizi kwa Wakolosai na kwa Wafilipi tutaangalia mambo kadha wa kadha ambayo ni muhimu sana katika maisha yetu leo, na hasa katika taifa letu
la leo. Na katika juma hili tutaangalia mada 2 kuu ambazo nimezitenganisha hivyo. Na jambo la kwanza tutamwangalia Paulo vizuri kabisa, na tutamwangalia namna ambavyo anaandika nyaraka na anaandika akiwa wapi. Tunamwona anakuwa gerezani anaandika nyaraka, lakini pia tunamwona akiwa katika minyororo anaandika nyaraka. Huo ndio upande wa kwanza ambao tutauangalia vizuri sana. Lakini upande wa pili tutaangalia wapokeaji. Hapa tutaangalia Wafilipi vizuri, tutaangalia historia yao, lakini pia tutawaangalia Wakolosai nao. Hawa tutawaangalia Wakolosai vizuri, lakini pia tutaangalia historia ya Wakolosai. Na hatimaye kabisa tutaangalia makanisa katika Filipi na katika Kolosai. Sasa tukianza na mada ya kwanza kabisa, mada ya kumwangalia huyu Paulo ambaye ndiye mwandishi wa nyaraka. Tunamuona akiwa gerezani. Na akiwa gerezani anafanya nini? Natamani tusome katika kitabu cha Wafilemoni 1 fungu la 1, na hapa nitatumia Kiswahili cha kisasa. Neno la Mungu limeandikwa: Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, na Timotheo ndugu yetu, kwa Filemoni mpendwa wetu na mfanyakazi mwenzetu. Katika mwaka wa 60 hadi 62 hapo baada ya Kristo, Paulo alifungwa gerezani. Na alipofungwa gerezani akiwa huko, aliandika kama nyaraka 5 hivi. Aliandika wa Efeso, akaandika wa Filipi, akaandika wa Kolosai, lakini pia akaandika Filemoni na akaandika pia kwa Laodikia. Na haya yote ambayo alikuwa akiandika, alikuwa ni Roho Mtakatifu anamwezesha ya kwamba ayaandike. Na kimsingi alikuwa amefungwa kifungo, ni kama kifungo cha nje, kwa sababu kipindi hicho mashtaka yake hayakuwa makubwa sana. Kwa hiyo aliweza kukodi mahali na akawa analindwa huko na maaskari. Lakini akiwa huko hakuacha hivi. Aliandika hizi nyaraka, lakini pia alihubiri na hata akawahubiria maaskari wale waliokuwa wakimlinda. Tunapozisoma hizi nyaraka za Wafilipi na Wakolosai, tunaona Paulo alikuwa na washiriki mbalimbali, na hata hivyo tunamuona kabisa akiwa na imani ya kwamba kwa yale mashtaka aliyokuwa ameshtakiwa kwayo angeweza kutoka, na ni kweli alikuja kutoka baadaye. Lakini tunamuona tena Paulo anapitia changamoto nyingine. Ukiachana na hiki kifungo cha kwanza ambacho alikuwa amefungwa na mashtaka hayakuwa makubwa sana, lakini tunamuona tena anaingia katika kifungo kingine ambacho kilikuwa ni kikubwa zaidi. Na tangu Paulo ameamua kuwa balozi wa Mungu, balozi wa Kristo, kusimamia kile ambacho Kristo alikuwa anakihubiri, Paulo alikuwa anakutana na changamoto nyingi sana. Alikuwa anapitia vitisho, anafungwa, maisha yake tu yalikuwa hayaeleweki, kwa sababu yalikuwa ni maisha ya shida na ya huzuni. Na kama mtu angekuwa hana imani ya kutosha, kwa kweli asingeweza kudumu kama vile ambavyo Paulo aliendelea kudumu. Katika Biblia tunaona Biblia inanakili vifungo 3 maarufu ambavyo Paulo alifungwa, akiwa Rumi, lakini Kaisaria na pia Filipi. Lakini jambo zuri ambalo nalipenda kwa Paulo ni kwamba katika vifungo vyote hivi ambavyo huyu Paulo alivipitia, hakuna mahali popote ambapo alionyesha ya kwamba hana msaada wowote au hana tumaini lolote au hana sehemu yoyote ya kukimbilia. Alionyesha wazi ya kwamba maisha yake na imani yake ilikuwa ni kwa Mungu na Mungu pekee. Mtazamo huu wa Paulo ambao anao unatufundisha ya kwamba tunapopitia changamoto mbalimbali, tunapopitia shida mbalimbali, hatutakiwi kukata tamaa, hatutakiwi kuchoka, hatutakiwi tuone ya kwamba hakuna tumaini au kimbilio lolote. La hasha, tunaye Mungu ambaye siku kwa siku yuko kwa ajili ya kutukirimia uhai, kutukirimia nguvu, kutukirimia neema. Na pale ambapo tunadumu kumtumaini yeye, pale ambapo tunadumu kufanya yaliyo mapenzi yake, tunadhihirisha wazi ya kwamba sisi ni wanafunzi
wake na tuko tayari kumtumikia. Sasa baada ya hayo yote, kumwangalia Paulo na kuangalia vile ambavyo Paulo alipitia, hebu tuangalie wale wapokeaji au wale ambao nyaraka zake au habari zake alizokuwa anazitoa kumuhusu Kristo zilikuwa zinaenda kwao. Kabla hatujaendelea, natamani nisome nukuu kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho kimeandikwa na Ellen G. White na ukurasa wa 591. Imeandikwa: Mtume Paulo alihisi jukumu kubwa kwa wale walioongoka chini ya kazi yake. Zaidi ya yote, alitamani wawe waaminifu ili nipate kufurahi katika siku za Kristo. Alisema kwamba sikukimbia bure wala kufanya kazi bure. Katika Wafilipi 2:16 tunaweza tukaona hilo. Alitetemeka kwa sababu ya matokeo ya huduma yake. Alihisi kwamba hata wokovu wake mwenyewe unaweza kuhatarishwa ikiwa atashindwa kutimiza wajibu wake, na kanisa linapaswa kushindwa kushirikiana naye katika kazi ya kuokoa roho. Mambo mazito kabisa ambayo Paulo anasema: umoja katika kanisa, lakini wajibu katika kufanya kazi ya Mungu. Sasa hebu tuangalie kidogo historia ya Filipi. Ukisoma katika kitabu cha Matendo 16:9 imeandikwa, na maono yalimtokea Paulo usiku. Mtu mmoja wa Makedonia alisimama na kumsihi akisema, vuka kwenda Makedonia utusaidie. Mungu anamtuma mjumbe, na huyu mjumbe anakuja kwa Paulo katika njozi au katika maono ambayo yanamtuma Paulo kwenda Makedonia. Na wakati wa safari yake hii ya pili, Roho Mtakatifu alikuwa akiongoza njia zake, na ndiyo maana tunaona hata maono yanayokuja kwake yanamtuma ni wapi aende. Pale ambapo unamkaribisha Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yako, pale ambapo maisha yako umemkabidhi Roho wa Mungu ayaongoze, hakika utaona maono mazito na makubwa. Mwaka huu ambao tunaingia, mwaka wa 2026, ni mwaka ambao kama utamkabidhi Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, aongoze hatua zako, aongoze kila kitu unachopitia, hakika utaona mambo makubwa magumu ambayo hujawahi kutazamia kabisa. Kwanza tunamuona Paulo anaanza kwa kwenda Frigia, lakini baadaye tunaona anashindwa kuhubiri kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Hivyo anaenda Galatia, na baadaye anaingia Mysia, na hatimaye anajaribu kwenda Bithinia lakini anashindwa. Baadaye tunamwona anaenda Troa, ambako huko alikuwa na maono tena, lakini pia anasafiri kwa meli hadi Samothrace, lakini kutoka huko anaondoka anaenda na Neapoli, na hatimaye tunamwona anawasili Filipi. Huku Filipi ndiko ambako alifanya mambo makubwa ya ajabu. Kwanza natamani tusome hapa katika kitabu cha Matendo 16:9 kama tulivyosoma hapo juu. Turudie tena. Imeandikwa, na maono yalimtokea Paulo usiku. Mtu mmoja wa Makedonia alisimama kumsihi akisema, vuka kwenda Makedonia utusaidie. Paulo alikuwa na desturi ya kwenda katika masinagogi kila alipotembelea mji, lakini alipofika huku Filipi hakukuwa na masinagogi. Kwa hiyo ilimuia vigumu ya kwamba angeweza kwenda wapi ili kukusanyika. Kwa hiyo siku ya Sabato alitafuta mahali fulani ambapo alikutana na wanawake ambao walikuwa wamekusanyika huko, na akawahubiria. Na alipowahubiria huko katika maeneo hayo ya makusanyiko, kuna watu waliongoka na akapata waongofu wa kwanza huko, na mmoja wao aliitwa Lydia. Na jambo zuri ambalo tunaliona kutoka kwa Lydia, tunamwona yeye anaongoka, anabatizwa, lakini sio yeye tu, na familia yake inabatizwa.
Lakini katika mafanikio yoyote tunaona hapakosi changamoto. Kwa hiyo tunamwona hata Paulo katika sehemu hii, tunaona anapitia changamoto, hata anafungwa. Na hapa ndipo alipokuwa amefungwa yeye na Sila. Kwa hiyo pale muujiza unapotokea, pale ambapo mambo makubwa yanatokea ya Mungu kumfungua huyu Paulo na Sila, tunamwona mlinzi wa gereza naye anaongoka na familia yake inakuwa tayari kubadilika. Hii ndiyo historia ya injili inavyoingia katika Filipi. Kutokana kwa ongofu wachache, hasa wanawake, injili inaingia na watu wanapata kumwamini Mungu. Lakini hebu tuangalie pia historia ya Kolosai. Kolosai ulikuwa ni mji katika mkoa wa Frigia na karibu na Laodikia na Hierapolis, ambapo hapo kulikuwa na huyu bwana ambaye aliitwa Epafra, na huyu alihubiri na kulikuwa na idadi kubwa ya Wayahudi, na hawa Wayahudi wengi waliamini, na mmoja wa Wayahudi maarufu aliitwa Filemoni. Huyu Filemoni alikuja kuwa rafiki kabisa wa Paulo, kwa hiyo wakasaidiana kufanya kazi na Paulo. Lakini sijamuelezea vizuri huyu Epafra. Epafra alikuwa mwenziwe wa Paulo ambaye walifungwa wote kule Rumi. Yeye alikuwa ni mzaliwa wa Kolosai na yeye ndiye alianzisha injili katika mji huu wa Kolosai. Kuna story ambayo inamuelezea Onesimo. Onesimo alikuwa ni mfanyakazi wa Filemon, na alipokimbia akakimbilia Rumi. Yeye alikuwa ni mfanyakazi au mtumwa wa Filemon, akakimbilia Rumi. Alipokimbilia Rumi, huko alimpata Yesu kupitia Paulo, akamfahamu Yesu, na baadaye Paulo akaja akamweleza ya kwamba Onesimo inabidi arudi kwa bwana wake akajishushe. Kwa kufanya vile alionyesha vizuri namna gani ambavyo uhusiano wa mabwana na watumwa unatakiwa uwe, namna ambavyo mabwana hawatakiwi kuwanyanyasa watumwa wao, lakini watumwa pia wasifanye utukutu au wasiwakorofishe mabwana wao, na baadaye wanapokosea warudi kwa unyenyekevu kwa mabwana wao. Baadaye tunamwona Paulo akiwa gerezani, lakini jambo zuri tunaliona ya kwamba akiwa gerezani Paulo anawashukuru wa Filipi, lakini pia anawashukuru watu wote kwa Kolosai. Anawatuma washirika wake au wale waliokuwa ni washiriki wake waende kuwafariji hao wa Kolosai, kwa sababu huenda wakakata tamaa. Juma hili tunaangalia kuona uzoefu wa Paulo akipeleka injili katika maeneo mapya, lakini akikutana na mapingamizi makubwa, ikiwemo kufungwa na kunyanyaswa na kuteswa sana. Na hapa kunanipeleka katika nukuu mojawapo kutoka katika kitabu cha Reflecting Christ kilichoandikwa na Ellen G. White Desemba 10. Imeandikwa kama ifuatavyo: hebu tuzingatie uzoefu wa Paulo kwa muda mfupi. Wakati ule ambapo ilionekana kwamba kazi za mitume zilihitajika zaidi kuimarisha kanisa lililojaribiwa na kuteswa, uhuru wake uliondolewa na alifungwa minyororo. Lakini huu ulikuwa wakati wa Bwana kufanya kazi na ushindi wa thamani ulipatikana. Wakati wa kuonekana kabisa Paulo aliweza kufanya kidogo, basi ilikuwa kwamba ukweli ulipata mlango wa kuingia kwenye jumba la mfalme. Sio mahubiri ya ustadi ya Paulo mbele ya watu hawa wakuu, lakini vifungo vyake viliwavutia. Kupitia utumwa wake alikuwa mshindi wa Kristo. Uvumilivu na upole ambao alijisalimisha kwa kifungo chake kirefu na kisicho na haki uliwaweka watu hawa katika hali ya kujipima. Wakati mwingine utaingizwa katika majaribu, lakini utafungwa, utapitia changamoto, lakini kumbe hizo changamoto Mungu amezileta ili watu wengine waweze kumfahamu yeye kupitia changamoto yako. Kwa hiyo usikate tamaa, usione changamoto zinakuja kwa bahati mbaya. Hapana, changamoto zinakuja ili kukuimarisha na huenda kukufanya wewe uwe baraka kwa ajili ya watu wengine.
Usidharau siku yako. Kuna msemo unasema never regret your day, kwa sababu Mungu analeta anaruhusu kila kitu kije kwako, kwa sababu Mungu haleti mabaya, lakini anaruhusu mabaya yaje kwako ili aweze kukuimarisha na uwe imara. Juma hili naamini umefurahi sana kumfahamu Paulo na kuona namna ambavyo alifanya kazi kwa Wakolosai na Wafilipi. Ungana nasi katika juma lijalo katika kuendelea kuangazia safari hii ya huyu Paulo. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami Baraka Tosi, na kabla hatujamaliza kabisa, basi tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuwa umetufungua akili na tumeweza kuona namna ambavyo Paulo alipambana kwa ajili ya kazi yako. Tuwezeshe na sisi pia tuwe kama Paulo. Tupe nguvu, tusaidie, tufanye mapenzi yako katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa hizi video zinakubariki, zinakutia nguvu, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe, lakini pia kushiriki na watu wengine waweze kubarikiwa. Asante.